Wazazi wale wengine kule kote walioumia tunawaambia pole, lakini msimamo wa wazazi Kenya ni kuwa serikali hii itoke. Nyinyi watu wa Tana River mwasemaje? One term. Mambo yenu ni aje? One term. Sisi sote ni nini? One term. Basi. Kwa majina naitwa Baha Nguma, katibu mkuu wa chama cha KADU Asili. Tulipomaliza kongamano la kitaifa pale Mombasa katika uchaguzi wetu, tulipata viongozi wapya. Na kati ya mambo ambayo tuliwaahidi wana Kenya ni kwamba tutatembea sehemu mbalimbali hapa nchini kwa ajili ya kuhamasisha Wakenya kuhusu chama cha KADU Asili. Ni furaha yangu leo kwa niaba ya chama kusema kwamba tumefurahi sana kupokelewa na wazee kutoka Tana River, na mambo ambayo yamejiri hapa siku ya leo yataangaziwa zaidi na kinara wetu wa chama. Lakini kwa upande wangu ni kuhimiza tu kwamba leo tumeanza safari kama tulivyoahidi, kwamba tumeanza kukutana na viongozi katika ngazi hii ya gatuzi, na siku zinazokuja na si kitambo tutakuwa na kile ambacho tunaita kutembea katika magatuzi yote sehemu ya mwambao kama chanzo, halafu tutaenda katika zile sehemu zote za Kenya. Chetu tu ni kuhimiza wakati tutakapopata ujumbe huu, jamani, mjitokee kwa wingi ili tuweze kuzungumzana pamoja. Utakuwa ni wakati wa kuuza sera za chama, kuwaeleza wananchi kwa nini tuwe na nyumba yetu kama Wakenya wa mwambao wa pwani, na hususan kuzungumza jinsi tutakavyotambua viongozi tunaowatarajia katika mwaka wa 2027. Tunategemea kwamba watu watajitokeza kwa wingi kwa ajili ya kuchangia mabadiliko ya uongozi katika taifa letu. Asanteni. Tunaona kwamba wapwani kwa muda mrefu kufikia sasa wapwani ni kama hawana imani na vyama, sababu chama kikikuja baada kimeuzwa. Je, labda kama KADU Asili mahakikisha letu mpwani? Asante sana kwa hilo swali. Hayo yote tumeyaweka katika meza ya tathmini kama chama, kwamba vyama visiundwe kwa ajili ya kuwania tu viti wakati wa ugombea. Hivi sasa promise yetu kwa wana Kenya ni kwamba chama cha KADU Asili kipo, kitakuwepo na hadi zile siku za usoni, kwa sababu tunajua kwamba vyama vihuundwa kwa ajili ya kuchangia mabadiliko ya kisiasa, lakini hususan kuunda serikali. Hivyo ni imani yetu kubwa kwamba baada ya kuingia katika serikali, aidha ni katika ngazi ya kitaifa ama hata katika magatuzi, watu wetu wataendelea kuwa kama kitu kimoja, kuhamasisha wananchi ili tuwe na chama ambacho ni chama endelevu. Na mwisho, je, labda mnapanga kujiunga na mrengo gani wa kitaifa kwa kisiasa? Asante sana kwa hilo swali. Kwa sasa nitalibana kidogo ili nimwachie kinara wa chama kuweza kuangazia hilo kwa kina. Naam. Na kwa vijana kama hivi itabiaje vijana kuna nafasi utahamasishaje? Asante sana. Kwanza kabisa ni wafahamishe wa Kenya kwamba wakati tulipoanza safari ya kupatia taswira mpya ya chama, tulihakikisha kwamba katika sehemu za uongozi tunapatia nafasi vijana, kwa sababu sisi kama wanakadu tunaamini kwamba vijana ndio viongozi wa leo. Hivyo basi nitoe tu mfano katika ngazi ya national party leadership tunaye pale kijana ambaye ni upande wa wanaume, Shaban, huyo ni kijana. Vile vile katika Women League tunaye kijana ambaye ni Kezia. Kwa hivyo sisi tumelichukua kwa uzito sana kwamba swala zima la vijana si swala la kusema vijana tunawaita, hapana. Vijana wanakaa katika meza ya kutoa maamuzi ya hatma ya mahali wanapotoka. Kinara wa KADU Asili, jana tulikuwa Lamu
tukaongea na jamii ambazo zilikuwa kule Lamu. Leo tumekuwa hapa Tana River, tukaongea na wazee hapa na vijana. Kitu kimoja ambacho ningetaka Wakenya wajue, ambacho sisi pia tulikuwa hatujakiona, ni kwamba Tana River ina utajiri mkubwa uliojificha kama vile Burkina Faso, kama rasilimali ambayo iko Tana River. Viongozi ambao wako kwenye uongozi tangu gatuzi mpaka huko bungeni, kama wangekuwa siku moja walichukua wakati wao kuzungumza na hii timu ambayo iko hapa nyuma, wakaelezwa jinsi wanaweza kuboresha maisha ya Tana River, Tana River isingekuwa ni moja kati ya zile gatuzi maskini. Kwa ufupi, miradi ambayo inawekwa hapa Tana River, miradi ambayo serikali zilikuwa zinaangazia Tana River, kama miradi hiyo wangehusishwa wenyeji wa Tana River na ikaitwa miradi ya wananchi, wananchi wa Tana River wangekuwa si maskini kama walivyoonekana, lakini rasilimali zao zinaporwa na serikali baada ya serikali. Kwa mfano, mradi mkubwa wa Galana Kulalo, kama ule mradi ungekuwa facilitated, wangewezeshwa wenyeji wa Tana River, na ili kila mmoja awe kama kule Mwea irrigation scheme, tungekuwa tunatoa mahindi na mazao mengine kutoka Tana River. Lakini serikali zimechukua advantage, na viongozi wanaotoka Tana River wakienda bungeni, badala ya kuangalia nyuma jinsi watakavyo boresha maisha ya mtu wa Tana River, wao wanawataka wenyeji Tana River wakati wanatafuta kura, na wakati wakipata kura hata simu zao hawapokei. Katika hali hiyo, tunasema na tunawahimiza vijana ambao ama wale watu ambao wanataka kusimama, wakisimama na wakipigiwa kura, awe wewe ni governor ama wewe ni mbunge ama wewe ni MCA, urudi kwa wale waliokupatia kura ili usikize maoni yao. Kulingana na serikali ilivyowafanya watu wa Tana River sasa hivi, kuwafanya waonekane maskini kwa muda huu, hata muda huu wa miaka 4 yote ya Ruto, utajiri wa Tana River ulikuwa ni utajiri si watu wa Tana River, na wenye Tana River wamechoka. Nyinyi watu wa Tana River mnasema hali hii iendelee ama isiendelee? Ikiwa ni isiendelee, serikali hii mwasemaje? One term. Mwasemaje? One term. Na wauliza, kule juu kunapimwa land ya Tana River yenye rotuba, inapimwa bila wenyeji kuhusishwa. Mtu analala, akiamka anashangaa wageni wamekuja, na hata hawana nidhamu, hawana heshima, hata hawasalimii. Wanaanza kupima shamba hilo si lake, shamba hilo si la babu yake, lakini yule mwenye pale Tana River anajishika mikono hivi akishangaa, kwa sababu hajui sheria hii imetoka wapi. Na kama sheria hiyo inatoka kwa president, ama sheria hiyo inatoka kwa mbunge, ama sheria hiyo inatoka kwa senator, ama sheria hiyo inatoka kwa governor, watu wa Tana River mnasemaje? One term. Mnasemaje? One term. Tumesikiza mambo hapa ya ajira. Mimi nilishangazwa tangu jana. Tulikuwa kule Lamu, tukaona kwamba kama ambaye Lamu si Kenya, ajira zafanywa lakini hakuna mtu wa Lamu. Tumekuwa hapa Tana River na wazee wastaafu ambao wanajua hali ya Kenya.
wametembea, wamehudumia Kenya. Zawadi yao ilikuwa ni wajukuu wao wakati watu wanaajiriwa, hata kama hawatachukuliwa wengi, lakini hawa retired generals, maofisa, wengine ni walimu, wengine ni askari, wengine watu namna hiyo, wangepigiwa simu tu, katesi inataka unitambue hata kama nimeretire. Lakini watu hawa baada ya kuhudumia serikali kwa kujitolea, sasa hivi watoto wao na wajukuu wao wameachwa hapo nyumbani wabembelezane nao. Kule KPA wakati juzi wanaajiriwa, hata japokuwa Tana River hapana karibu na si karibu na bahari, lakini Rift Valley na Tana River karibu na bahari ni wapi? Tana River. Ikiwa vijana wa Tana River watakoseshwa ajira na serikali, na nyinyi bado mkija hapa mnatembelewa muimbe nyimbo nyingine ya kitaifa, na nyimbo hiyo mimi sitaiimba, nyinyi wimbo wenu ni nini? One term. Nataka niseme Tana River pia kuna wakina mama ambao wanataka kujifungua kwa njia halisi. Kenya nzima wakina mama wameteseka. Kenya nzima wakina mama walikuwa wanufaika na Linda Mama, kama mlivyoona jana na mlivyosikia, Kenya nzima wakina mama wanapata tabu. Tumekuwa hapa Tana River, tumeuliza, tumeambiwa shida hiyo pia hapa iko. Watana River mukoje? One term. Mwasemaje? One term. Katika hali hii ya kwamba tumefika wakati huu, wakati ambao tumeangazia mazao na mapato, tumeangalia hata hizi floods ambazo ziko hapa, ambapo kama serikali ingejisatiti kutumia haya maji ambayo yanamwagika kila wakati wa mvua inakuja, na serikali haikosi watu ambao wanaweza kupanga, watu ambao wanaweza kupangia watu wa Tana River na wapeleka seminar at least for a week or so on agricultural and other activities, kuboresha maisha yao. Lakini serikali hii badala ya kusaidia watu wa Tana River wanajisaidia wao wenyewe. Nyinyi mwasemaje? One term. Basi mimi nasema hivi, chama cha KADU Asili kimekuwa kiko hapa, kijiunge na vyama vingine vyote Kenya. Manake juzi wakati wa vijana walipokuwa wanataka kutetea hali ya Wakenya ili sheria mbaya isiende bunge 2024 na vijana wao wakauawa, Watana River pia wanaonea imani wale wazazi ambao watoto wao waliuawa. Hawakuuawa kwa sababu ya kuvuta bangi wale watoto, hawakuuawa kwa sababu ya ukosefu wa nidhamu, waliuawa kwa sababu ya ujasiri wa kutetea nchi yao, kwa sababu walikuwa wanaona kwamba hali hii ikiendelea hivi maisha mbele yatakuwa mabaya. Wazazi wale wengine kule kote walioumia tunawaambia pole, lakini msimamo wa wazazi Kenya ni kuwa serikali hii itoke. Nyinyi watu wa Tana River mwasemaje? One term. Mambo yenu ni aje? One term. Sisi sote ni nini? One term. Basi mimi nashukuru kwamba watu wa Kenya wameungana na Wakenya wengine kutaka kuikomboa nchi yao, na ili tuikomboe hii nchi mambo ni aje? One term. Asante sana.